wako kuliko yote uyalindayo. Siku ya pili tunasoma kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 4 aya ya 23, neno la Mungu likisema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kuna aina za chemchemi ambazo zinatoka katika moyo wa binadamu, na mfululizo wa kwanza tulipata utangulizi wa kipande hicho cha moyo wa binadamu, na leo siku ya pili tunauchunguza moyo na kuangalia ndani ya moyo wa binadamu umebeba vitu gani. Neno la msingi linalotuongoza ni Injili ya Marko sura ya 7 kuanzia aya ya 20. Neno linasema, akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Haya ni mambo ambayo yanatoka katika mioyo. Tukichambua kwenye moyo unatoka nini, ndio haya Yesu anaeleza: mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi na upumbavu, na kadhalika na kadhalika. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Baada ya anguko la mwanadamu, kuna baadhi ya haya mambo ambayo yanatoka ndani ya watu, yanatunajisi, na moyo ukisha najisika, basi hauwi tena mkamilifu wa kusimama mbele za Mungu. Kwa sababu hiyo ni muhimu tukachunguza mioyo yetu na kuangalia, kuanisha vitu vinavyotoka ndani ya moyo wako. Haya ni baadhi yanayotoka kwenye moyo, manake yanatoka kwenye mawazo yako. Ni vitu vya namna gani? Ninaomba kama zoezi la kiroho ufanye short list, jaribu kuanisha, yaandike nini kinatoka kwenye moyo wako. Ni mawazo ya aina gani? Yana sura gani? Yaandike, alafu kidogo kidogo tutayafanyia kazi aina hizi za mawazo na vitu vinavyotoka ndani yako, ambavyo ndivyo vinavyotutia unajisi. Kwa sababu hiyo, kama anavyosema kwenye kitabu cha Mithali, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Manake ulinde moyo wako yasitoke mawazo mabaya. Linda moyo wako yasitoke mawazo mabaya. Mawazo mabaya. Eneo hili ni muhimu sana, kwa sababu vyote lazima vianze kwenye mawazo. Lazima vianze kwenye mawazo. Kwenye Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 23, mnamkumbuka wakati Yesu alipomgeukia Petro akamkemea, akamwambia, rudi nyuma Shetani wewe, maana huyawazi ya Mungu bali yaliyo ya wanadamu. Kuna aina ya mawazo ambayo tayari adui aliweka kwenye mawazo ya Petro, ambayo hayakutoka kwa Mungu. Ndio akazungumzia mawazo mabaya. Na kumbuka, haya yanatoka moyoni. Kwenye moyo manake into your mind, kwenye moyo, kwenye akili, kwenye fikra ndani yako. Ni aina gani ya mawazo yanatoka? Je, yanatoka mawazo mabaya? Uasherati unaanzia huko. Uasherati unaanzia huko, yanatoka ndani. Kwenye sehemu ya Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 27,
anasema mmesikia ya kuwa imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Moyoni mwake. Naomba tuwe wawazi. Moyo unawezekana ukawa pia ni kama guest house, ni kama lodge ya kufanya zinaa, uasherati. Unaanzia moyoni. Kumbuka naisema ni Yesu anatusaidia kupanua mawazo, kupanua fikra katika kuchunguza moyo wa binadamu ukoje. Moyo wako umebeba nini? Hapa Yesu hakusema tu mawazo mabaya. Angalia, anasema mstari wa 27 na wa 28, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amemtazama kwa kumtamani. Yesu anasema kwenye moyo amekwisha kuzini naye. Naomba ujifikirie sana. Haya ni pande mbili, kwa wanaume na kwa wanawake. Ndugu, umezini mara ngapi kwa kutamani? Mama, dada, umezini mara ngapi kwa kutamani wanaume? Ndicho anachosema, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani. Kwa hiyo kwa kitendo cha kutamani, moyo tayari kwenye ile imagination inahesabika amekwisha kuzini naye, hata kama hawakufanya kwa kitendo. Kwa hiyo utaona kuna vitu moyo unafanya hata kama havikufanyika kwa nje, ni kwenye moyo wa binadamu. Ndio maana akasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kuna vitu moyo ukishapokea tayari unafanya, hata kama kwa nje havikufanyika. Mojawapo ndio hilo, ndio hilo. Utakuwa unaanza kuelewa kwa nini neno la msingi linasema linda moyo wako kuliko yote. Maanake kuna vitu lazima uzuie visiingie ndani yako, visiingie ndani yako, visiingie ndani yako. Tukirudi kwenye lile neno la msingi la Marko 7 mstari wa 22 wa 21, maana katika mioyo kutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi na upumbavu. Na ni zaidi ya hayo, na ni zaidi ya hayo. Kwa hiyo angalia nini kinachotoka kwenye moyo wako. Haya yanatunajisi. Uzinzi unaanzia huko, hila zinaanzia huko, ukorofi unaanzia huko. Wapi? Kwenye mawazo yako, kwenye moyo wako. Ndio maana lazima ulinde. Kuna vitu ambavyo hukutakiwa uviachie, na sio hivi tu, kuna vingine hata zaidi ya hivi. Hofu. Kwa nini unaruhusu hofu? Huo mlango kwa nini unafungua? Hofu inaanzia huko. Kwenye kitabu cha Ayubu imeelezwa vizuri. Ayubu sura ya 3 kuanzia aya ya 24, 25 na 26. 25 inasema, maana jambo hilo ni chalo unipata, nalo linitialo hofu unijilia. Mimi sioni raha, wala situlii, wala kupumzika, lakini huja taabu. Hofu kwenye moyo, roho ya hofu. Kwa hiyo angalia baadhi ya hivi vitu kwamba usiviruhusu viingie katika moyo wako ama kupata nafasi kwenye moyo wako. Ni mara ngapi umeruhusu hofu? Hofu ya uchumi, hofu ya ndoa, mahusiano, hofu ya kesho, labda yuko shuleni, elimu, kazini kama utapata nafasi.
kama vitu vitaenda kama kawaida. Kuna hivi vitu na vinaanzia kwenye moyo, lazima ujue namna ya kuulinda ili hofu isiingie. Kuna kitu cha ajabu sana kwenye Injili ya Mathayo sura ya 14 kuanzia aya ya 22. Mathayo, yes, kitu cha ajabu sana. Mathayo sura ya 14, wakati Yesu anatembea juu ya maji, na Petro akamwambia, Mathayo sura 22, sura ya 14 kuanzia aya 22 na kuendelea. Na Petro akamwambia, Bwana, kama ni wewe, niamuru nije juu ya maji. Kuanzia aya, Petro akajibu akasema, ikiwa ni wewe, niamuru nije juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Petro alianza kutembea, hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane. Zimebaki hatua mbili amfikie Yesu. Petro akageuka, akatazama mawimbi, akaanza kuzama. Mstari wa 30, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe, akasema, Bwana niokoe. Mstari wa 31, mara Yesu akamshika mkono, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Manake ni kutoka moyoni. Wasiwasi, kuogopa inaanzia kwenye moyo wako. Kwa nini? Utaniambia, padri, mimi ni binadamu. Sikusema we ni mti ama ni jiwe. Haina, we ni binadamu kama mimi, lakini maandiko yanasema neno la msingi, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Yesu anamwambia, mbona uliona shaka? Kuna vitu tunaona, kumbuka, tunaona kwa moyo, kupitia kwenye jicho tutafika huko. Kwa jifunze ulinda moyo wako, ulinde sana moyo wako. Kuna vitu sitaki kuruhusu viingie. Hofu sio mahali pake, wasiwasi, kuogopa sio mahali pake. Ndio maana maandiko anasema usiogope mara 365. Kila siku Mungu anakuambia usiogope, fear not, do not dismay, do not be dismayed. Usiogope, usione hofu, usifadhaike. Na wengi tunaona hofu, tunafadhaika. It's pointless. Linda moyo wako kuliko yote yalindayo. Kwa nini unauacha wazi? Kwa nini umesikia kwa huyo mtu na ukaliweka ndani? Niambia 11. Is that the gospel? No. Linda moyo wako, usiruhusu hivi vitu. Kuna vitu vinavyotoka ndani, vimetoka wapi? Kwa hiyo ulitakiwa ulinde haya yote. Hii list ndefu, sio tu hii, kuna mengi. Masuala ya uongo, masuala ya hila, masuala ya wizi, yako mengi. Kijicho, tamaa mbaya, mawazo mabaya, ibada ya sanamu, yako mengi yanayotoka huko na yanayofanana kama hayo, ambayo hakutakiwa yatoke katika mioyo yetu ama yatoke ndani. Mpendwa msikilizaji, mtu wa Mungu unayenisikiliza na kunifuatilia, ninakuomba uwe na muda wa kujitafakari. Usiseme ndivyo nilivyo, sio kweli. Tunachotafuta ni kukuprogram kwa namna tofauti. Moyo wako ukae vizuri. Mawazo yanayokuja yasiyokuwa na breki. Moyo wako sio jalala. Yaani vitu vinatoka from nowhere na vinaingia. Jifunze kuulinda, kuutunza. Frustration nyingi ulizonazo, tatizo liko kwako. Naomba tukubaliane. Sehemu kubwa ya tatizo, kwa nini haya yanatoka? Kwa sababu ukulinda huo mlango wa moyo wako. Ukianza kuzuia, utaanza kuona matokeo. Vitu kutokea nje sio shida, lakini tatizo
kukuzuia ama kukulinda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Ninaomba utafakari na uanze kuchukua hatua za namna ya kuulinda moyo, ili moyo usiathirike, ili moyo usibebe hivyo vitu, ili moyo usiumie. Linda. Maumivu mengi tulionayo ndani, maumivu ya uchungu, shina la pakanga na uchungu, moyo mbovu tumeruhusu. 90% tuliruhusu. Aliyekufanyia sio shida, shida ni wewe. Na shida unaniambia nini? Umefungua moyo wako na hivyo vitu vikaingia. Learn how to control your heart. Jifunze namna ya kuchunga. Hata kama alikuumiza, hata kama mume wako alikuchiti, alichepuka huko, ni sawa, na ukaweka moyoni. Hata kama biashara ilianguka, kila kitu kimeanguka, ndiyo sababu ya kuweka moyoni, kwa sababu tulishakatazwa. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi ya uzima. Chukua hatua, tafakari na nifanyie kazi. Tunahitaji tujenge moyo, tutibu moyo na tuondoe kila takataka za hofu na haya tuliyosema ambayo hayakutakiwa yakae katika moyo wa mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo.